kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa akishirikiana na wasaidizi wake wote chini ya Katibu Tawala wa Mkoa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi kwenye halmashauri zote tulizopita, waheshimiwa madiwani ambao wako karibu sana na miradi hii, Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tabora kinaridhika kwa ngazi zote. Hii kazi tuliyoifanya sisi, kamati za siasa za wilaya zinafanya, kamati za siasa za kata zinafanya, Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tabora kwa kweli kinaridhika kwamba kuna kazi kubwa ambayo inaendelea. Lakini ndugu zangu, naomba vile vile nitumie nafasi hii niwashukuru sana makandarasi na mafundi wetu wachache wanaopata hizi kazi kuzifanya. Tumekwenda kwenye daraja letu pale na ile barabara na daraja lile la Igambilo Igombe. Taarifa tuliyoipokea pale imetuonyesha kwamba kandarasi aliyejenga daraja lile amejenga kwa zaidi ya shilingi milioni 500 na kidogo, lakini daraja liko kwenye hatua za mwisho kabisa, kwa maana ya kwamba limekamilika, lakini analo deni analolidai. Na nyinyi mmesema kwamba akimaliza atalipwa fedha yake, ni kwamba bado anadai. Ana deni la karibu milioni 400 hajapokea, na inaonyesha kabisa kwamba kandarasi yule amewekeza mtaji wa kufanya kazi za uaminifu, anamaliza akiwa ana deni kubwa zaidi ya nusu. Makandarasi wa namna hii, ndugu zangu, tuwaenzi. Na kama kuna kazi zingine zinapatikana, basi waweze kusaidiwa kupewa. Wako sisi hatupendi, Chama cha Mapinduzi hatupendi kusikia kuna eneo linacheleweshwa kazi kwa sababu mkandarasi kapewa kazi. Na hii mifumo sasa hivi ya kuajiri makandarasi wakati mwingine ina utata. Mnaingiza kwenye mfumo, mtu anatoka Newala, hana hata sifa zozote, kaja hapa mnamkabidhi kazi, anaanza kazi, alafu baadaye anashindwa. Twendeni kwa kweli, tuendelee kuwa tunafanya utafiti. Watu tunaowapa kazi, rais anapoleta fedha, hatutakiwi kuchelewesha hata nukta moja kukamilisha ile miradi kutokana na mikataba ambayo kwa kweli tumewekeana. Kwa hiyo niwapongeze sana manispaa kwa kweli kwenye jambo hili. Na mfano mwingine ni huu ambao tumeuona hapa kwamba kazi imeenda vizuri, madarasa yamekwisha vizuri, na kwa kweli nyinyi mnaonyesha ile hali ya kuitwa manispaa. Hongereni sana. Ndugu zangu, nitumie tena nafasi hii kushukuru sana uongozi wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya hii. Kiona mambo ya namna hii yapo, basi yako mashirikiano. Mimi kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa kwa niaba ya kamati ya siasa, na huu ni wito wetu, tunapenda watumishi wote wanaokuja kufanya kazi Tabora, kwanza kwa wale watumishi walio waadilifu, waaminifu, walindwe, wafanye kazi zao vizuri. Lakini kwa namna moja ama nyingine tunaendelea kusisitiza swala la mashirikiano ya kidugu, kufanya kazi kwa upendo bila kutiana shoti za kukwamisha maisha ya watu. Wengine wanaonewa katika mazingira ambayo kwa kweli hayana sababu zozote. Na kwa sisi wanasiasa, waheshimiwa wabunge, nasisitiza kwenye mkoa mzima, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani, tufanye kazi vizuri na watumishi na watendaji waliokuja kwenye mkoa wetu wa Tabora. Kama sisi ambavyo tunaendelea kuishi vizuri na viongozi wetu wa mkoa, akiwepo mkuu wa mkoa, katibu tawala wa mkoa na viongozi watendaji wote, naomba niendelee kusisitiza swala la kuwa na ushirikiano wa kutosha kwa nafasi zote ambazo zinahitaji mashirikiano ili kuleta mageuzi makubwa ya maendeleo kwenye mkoa wetu wa Tabora. Nataka mtumishi anapokuja Tabora
afanye kazi kwa uadilifu, na sisi tunapenda watumishi wengi wakitoka hapa wapande wakiwa na nafasi ya vyeo vingine vya juu. Tarehe 23 tulianza ziara ya kuzungukia mkoa mzima kukagua takwa la kikatiba na la kikanuni la chama chetu, kuangalia kazi. Hatuangalii kazi zote kwa sababu kazi ziko nyingi mno. Tunaangalia mifano michache ya kazi chache ambazo tunaziona kwa niaba ya kazi zingine ambazo zimefanywa kwa kiwango kikubwa kwenye mkoa wetu wa Tabora. Kwa hiyo tukaanza tarehe 23 tukianzia wilaya ya Igunga na leo tunamalizia hapa wilaya ya Tabora mjini. Naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya kamati ya siasa ya mkoa niliyoiongoza nikiri na kuthibitisha kwamba miradi yote ambayo kwa kweli tumekwenda kuiangalia inalingana na kiwango cha hali ya juu cha ufanisi wa kazi kubwa ambayo leo tuko hapa shule ya msingi Rufita. Sisi wengine tunaozungumza hapa ni watoto wa mjini hapa. Mimi nimesoma shule mbili hapa. Nimesoma shule moja inaitwa Uhuru sasa hivi, lakini enzi zile ilikuwa inaitwa Aga Khan. Lakini baadaye nikasoma shule inaitwa Isike pamoja na Mneki hapa. Historia ya baadhi ya shule hapa tulikuwa na shule ambazo ukiziona hivi unapenda kwenda kusoma. Kuna hiyo shule ya Aga Khan ambayo zamani ilikuwa inaitwa Aga Khan, kwa sasa inaitwa Uhuru. Lakini kuna shule ilikuwa inaitwa Gongoni, sijui enzi hizo, mpaka sasa sijui inaitwa Gongoni. Kuna shule nyingine Isike, na hiyo shule ya Mihayo ilikuwa ni shule ya msingi, inaitwa shule ya msingi Mihayo. Lakini kuna Town School, na hapo karibu na TTC kuna shule inaitwa sasa hivi Mwenge, lakini enzi zile ilikuwa inaitwa HR, kwa wale ambao ni vijana hawaelewi historia. Hizi zilikuwa ni shule ambazo vijana wengi walikuwa wanapenda kwenda kusoma kutokana na mazingira yalivyokuwa yanavutia. Leo shule ya msingi ya Rufita ambayo ilikuwa imekuja kujengwa baada ya zile shule ilifika mahali ikachakaa kabisa. Na hapa hii shule ya Rufita ni shule kongwe sana, kwa sababu baada ya Rufita ndio ilijengwa shule ya ziada inaitwa Mabatini. Nayo nikasikia na yenyewe ilikuwa kwenye hali chakavu sana. Sasa serikali ya Chama cha Mapinduzi, ndugu zangu, kwa hapa tulipo sasa hivi, kuwa na madarasa ya aina hii, halafu kuna watu wanapita huko wanazungumza miradi kama hii, wao wanasema miradi kama ya barabara, miradi kama ya maji, miradi kama ya madarasa sio maendeleo. Mimi nafikiri kuna haja ya kuendelea kuelimishana kwenye baadhi ya mambo. Maendeleo yana upana wa mambo mengi. Miundombinu hii inayosababisha watu waweze kwenda darasani, wapate maeneo mazuri ya kujifunza. Na leo walimu wetu wanapata maeneo mazuri ya kufundisha. Hii classroom hii staff room ambayo ndio walimu wanakaa hapa, kwa enzi zile hata shule ya sekondari enzi zile huwezi kukuta staff room ya namna hii. Lakini leo ni staff room ya walimu wetu wa shule za msingi. Kwa hiyo ndio maana tunataka kuendelea kusema kwamba, ndugu zangu, serikali ya Chama cha Mapinduzi iko kazini kuleta maendeleo, na maendeleo hayatafutwi kwenye porojo, wala hayatafutwi kwa kwenda kuwaambia watu maneno ya uzushi na ya uongo. Utakwenda utayaona kwenye eneo ambayo yamesimikwa, kama hapa Rufita tunavyoona.
Kwa hiyo kushukuru sana wasimamizi wote ambao kwa kweli wameshirikiana kuleta mabadiliko kwenye maeneo mbalimbali ambayo tumepita.